Imani ya serikali ni kwamba mmepata uelewa mkubwa kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utekelezaji wa majukumu yenu. Niwaombe mzingatie yote mliojifunza kupitia mafunzo haya mtakapokwenda kwenye majukumu haya. Ninafahamu kwamba kule kwenye field mliko kunatokea kesi mbalimbali. Mjitahadharishe sana kukiuka misingi ile ya natural justice. Katika mashauri yale, nyinyi kama maafisa elimu na mnaingia katika kamati za nidhamu za TSC, Teacher Service Commission, nyinyi ndio walalamikaji au mmekatiwa rufaa na watumishi, lakini mostly kwenye mashauri ya kamati zenu nyinyi mnakuwa ndio mmelalamika. Kwa kuwa mnakuwa ndio mmelalamika na mnakwenda kukutana na walimu mliolalamikia kwamba wamekiuka taratibu hizi na hizi na hizi katika utumishi wao, ni vema pia mkajitahadharisha kutokuwa sehemu ya maamuzi. Sijui mnanielewa? Kwa sababu katika misingi ya natural justice inasema you cannot be a judge in your own case. Mnakuwa mmelalamika kwenye tume, lakini nyinyi pia ni wajumbe. Yako aina ya mashauri ambayo pengine ushahidi wako hauwezi ukaathiri mwenendo wa proceeding, mwenendo wa shtaka lile dhidi ya mtumishi, lakini hata maamuzi, kwa sababu uwepo wako una umuhimu. Lakini yako mengine ambayo wewe mwenyewe ndio uliingia kwenye mgongoro na mtumishi husika na ulikuwa part ya maamuzi ambayo yanakuja kulalamikiwa huku. Kwenye mashauri ya namna hiyo mjitahadharishe sana, na katibu wa tume mwangalie aina hiyo ya mashauri, kwa sababu wana umuhimu wa kuwa wajumbe wa tume, kwa sababu pia tume hii ndio inayofanya promotion. Tume hii ndio inayoweza ikaamua juu ya haki, kwa sababu kule chini na kwenye huyu ni afisa elimu, lakini kule juu ana ugomvi na mkuu wake wa shule ya sekondari fulani au ya msingi fulani. Shauri linaweza kali lime originate kule. Kama ulishiriki pia kufanya maamuzi hayo, upasi tena kwenda kule kwenye tume tena ukawa tena wewe ndio unatoa maamuzi. You will be a judge in your own case. Hii ni misingi ya natural justice inatutaka tuwe hivi. Nadhani mmenielewa. Ni matumaini pia ya serikali kwamba mashauri ya nidhamu yataenda vizuri baada ya kuwa mmepata mafunzo haya, na kwamba hatutasikia au kuona uamuzi wa mashauri hayo ukatiwa rufaa kwenye tume ya utumishi wa walimu. Nafikiri kuna mkoa na makao makuu, si ndio? Mkoa kuna wilaya na makao makuu. Kitendo cha kuto kushughulika na mashauri yale vizuri pale, ndio maana wanakata rufaa makao makuu. Lakini yako mashauri ambayo yakikatiwa rufaa huko yanashindwa pia kwenda sawa sawa, kwa sababu pengine kamati zetu hizo za nidhamu katika level ya mkoa zimeshindwa kurudi na kufanya utafiti wa kutosha juu ya shauri husika linalomhusu mtumishi na kuindozi maamuzi yale yale tu kwa jazba. Pia mashauri ya namna hiyo huwa yanashindwa kuisha katika ngazi ya taifa, TSC ngazi ya taifa au makao makuu, na kukatiwa rufaa tume ya utumishi wa umma. Tume ya utumishi wa umma ni kama mahakama kuu katika mashauri ya kawaida ya jinai. Sasa unapokuwa na shauri linakatiwa tena mpaka tume ya utumishi wa umma, hiyo ni ngazi kubwa. Kwa mafunzo haya nataka niamini kwamba tume ya utumishi wa umma sasa haitapokea mashauri mengi yaliyokosewa au ambayo yameamuliwa vibaya kutoka kwenye ngazi hizi za wilaya za tume za utumishi wa walimu na ngazi ya taifa ya tume ya utumishi wa walimu, kwa sababu sasa mmejengewa uwezo wa kutosha. Mpaka na madereva
mpaka na masekretari wote mmejengewa uwezo, na wengine mmeshiriki kujengeana uwezo. Sasa mnakosea watu, na sheria ziko clear, na imani yangu ni kwamba hao watu watakao kuja kwenye tume ya utumishi wa umma wakikata rufaa kutoka kwenye tume ya utumishi wa walimu, kwa kweli labda watashindwa, kwa sababu uamuzi utakuwa umefanywa kuzingatia vigezo na masharti na kwa mujibu wa sheria zinavyotaka. Kwa hiyo serikali inaendelea kuamini hivyo, ili matumizi haya ya fedha mnazotumia katika kujengeana uwezo ziwe zimeonyesha thamani iliyokusudiwa. Ndugu washiriki, lakini pia ni matarajio ya serikali na sisi wote, kwa sababu tunafahamu kwamba wajibu wa tume ya utumishi wa walimu ni kusimamia maendeleo ya utumishi wa walimu, lakini pia kusimamia masuala ya kinidhamu, lakini pia tusisahau kwamba tuna wajibu wa kuwalea walimu. Hawa ni binadamu, wanaweza wakawa wako hapa na pale, lakini wajibu wa malezi pia tusiusahau kwamba ni wajibu wetu muhimu sana. Kwa hiyo rai yangu hapa ni kwamba TSC, tekelezeni wajibu wenu, epukeni kuwaonea walimu katika mashauri. Mkumbuke pia kwamba mna wajibu wa kuwalea. TSC oye! Ndugu washiriki, naomba nichukue muda kidogo kutoa baadhi ya maagizo kwa kila mmoja wenu kuyatumia mafunzo haya kama nyenzo ya kuboresha utendaji wake wa kazi kwa weledi na hatimaye kutoa haki kwa walimu wenye mashauri ya nidhamu na rufaa kwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayosimamia utumishi wa walimu na maadili ya walimu kwa ujumla. Lakini la pili ni lile ambalo nimelisema, kuepuka kukiuka sheria au misingi ya natural justice, ambayo kwa kweli kimsingi it will be very unbecoming kama unashtaki alafu wewe tena unakwenda kaa kwenye chombo cha kufanya maamuzi. Kwa hili muendelee kuliangalia tena, kwamba iweje, na pengine kanuni ndogo za maelekezo ya kiutendaji ya ndani. Sio lazima kila kitu kiende kwa regulation. Mnayo mamlaka ya kufanya maelekezo ya kiutendaji, kwamba kwa shauri kama hili na hili mnaweza mkafanya, kwa sababu mengine ni proceeding, mambo mengine ya hapo. Lakini la pili ambayo nataka niseme, ambao naona kazi kidogo ifanyike, kamati hizi na TSC kwa ujumla mnadili pia na swala la performance appraisal ya watumishi. Na kwa sasa performance appraisal ya utendaji kazi wa mtumishi, ili aonekane anafanya kazi au hafanyi kazi, kwa sababu pia ni jukumu lenu, ipo kwenye mfumo wa ESS, kwenye module ile ya PEPNES. Katika ile module ya PEPNES ndiko ambako mtumishi anaonekana utendaji wake wa kazi wa kila siku, wa kila wiki, wa kila mwezi, wa kila mwaka, na baadaye aweze kufikiriwa kupandishwa cheo au kutokupandishwa cheo. Lakini pia katika utaratibu wa kuchukua mahudhurio, utendaji kazi, uadilifu wake, ni mfumo huo wa ESS ndio ambao unatunza data zote, takwimu zote kuhusu mtumishi. Bahati mbaya sana, tume ya utumishi wa walimu haina access na huo mfumo. Je, mnapokuwa mnajadili kumpandisha mtu cheo, mnajadili kutoka wapi? Mlienda lini? Mlipata wapi?
Maana sofa mfumo unaoangalia utendaji kazi ni ule wa PEPNIS, si ndio jamani? Nyinyi maafisa elimu mnaingia kwenye system, mnaangalia hizo performance, lakini nyinyi hamwezi kupandisha vyeo mpaka mshirikiane nani na TSC. Basi kwa kuwa mfumo upo na umejengwa, na custodian ni wizara yangu mimi, wizara ya utumishi, management ya utumishi wa umma, ambapo nyinyi hata kuview tu TSC hamview, ila hawa waliokaa hapa wao wanao, mkurugenzi anao. Sasa mnapandishaje? Nyinyi mnashirikije kupandisha vyeo kwenye mnatumia methodology gani? Mimi ninadhani hili mwende mkalijadili. Nitawaambia watu wangu, katibu mkuu na katibu mkuu wa TAMISEMI waliangalia kama ikiwezekana basi hata TSC waweze kuwa hata wanaview, kuangalia mtumishi huyu alikuja kazini siku ngapi. Wanaposema mtoro, hivi ni kweli mtoro siku ngapi hajafika, hakufundisha au amefundisha bila kufikia malengo? Kwa sababu ni mfumo ndio unaosema. Hii tusiwe na duplication ya functions kwenye taasisi zetu. Kwa hii ninatoa kama rai na ninaomba mliangalie kitaalamu, mtulie kushirikiana na wizara mbili, wizara ya TAMISEMI na wizara ya utumishi. Mwangalie kama pia TSC kama taasisi inayodili na masuala ya utumishi wa walimu, maendeleo ya utumishi wa walimu na masuala ya nidhamu na mengine yaliyotajwa pale kwenye sheria, yapo karibu zaidi ya 12-13 yote yale. Lakini muangalie haya the core ones, muangalie je, yanakwenda sawa katika kuamua mtumishi huyu apande cheo, apongezwe, afanywe nini au achukuliwe hatua. Hii ndiyo itakuwa ina enhance ile good governance katika sekta ya umma, particularly kwa Tanzania. Kwa hiyo mimi nilidhani hili na lenyewe si jambo la kuliacha tusiseme, ilikuwa tunalisema hili ili mkalifanyie kazi taratibu, na niwaombe wakubwa hawa wa wizara hizi mbili watusaidie kufanya kazi hiyo. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba mimi nimefurahi sana kushirikishwa, na kwa kweli imekuwa kidogo intensive kuja, nimedrive umbali mrefu, lakini nimekuja kwa sababu ya mapenzi niliyonayo kwa chombo hiki cha TSC. Lakini pia alipokuwa mwenyekiti Profesa Mruke ananishawishi, tulipokuwa Singida majuzi, akanambia waliopo pale ni maafisa elimu wa nchi nzima. Nikasema watu mimi sitaki ni wakose. Kwa hiyo kuwaona hivi nimefurahi sana. Na nimefurahi hata afisa elimu wangu wa msingi kule Mpwapwa yuko hapa. Yuko hapa. Shida moja ninayopata tu ni kwamba hata kwenye wilaya ambazo zina halmashauri 2 au 3 atatakiwa kuchukuliwa huyu mmoja afisa elimu kuingia kwenye kamati ya nidhamu. Sasa kwa mfano huyu ni wa msingi, ndiye aliyechukuliwa pale Mpwapwa. Mwalimu nani? Mpankuli. Lakini kule kuna mwalimu Benadeta, ni afisa elimu wa sekondari. Shauri linahusu mwalimu wa au jambo hilo linahusiana na sekondari. Sasa yule haingii. Kwa hiyo inabidi sasa inakuwaje? Huyu wa msingi, huyu wa sekondari. Na lenyewe hili linapaswa kupata mawazo. Ili kama tunatafuta ufanisi ili chombo hiki kiweze kufanya kazi nzuri, tufikirie, tuangalie. Sasa kitaalamu mtajaribu kuliangalia. Na mimi hili na lenyewe nalikabidhi kwa makatibu wakuu wa TAMISEMI na utumishi. Lakini nyingine pia hiyo, wilaya ina halmashauri 3. Anatakiwa afisa elimu huyu mmoja katika wilaya. Kama ni afisa elimu mmoja katika wilaya, je, hizi halmashauri zingine zinawakilishwa na nani? Kwa sababu hapa hatuzungumzii mashauri peke yake. Tunazungumzia pia habari
ya maendeleo ya utumishi wa walimu. Nadhani kama kuna chemistry, you have got no research, you have got no right to speak. Mimi sijafanya research, mimi nimedadisi. Ningeomba pia na hili na lenyewe hawa wakubwa wakaliangalia, lakini wewe ndio utoe the technical perspective ya kwenye practice ikoje, ili mtengeneze majukumu na limitations zake within. Mwisho wa siku ni kutaka kuwe kuna ufanisi na kufikia malengo yale ambayo yalikusudiwa na serikali. Ndugu zangu, mwaka huu wa uchaguzi, na mimi nimekuja hapa, msione hivi nimesimama, lakini nina kafiva ka uchaguzi. Katika yote mwezi Oktoba tutakutana tukiwa tumemaliza uchaguzi. Kwa hiyo mtutakie kila la heri, sisi tunakwenda kugombea. Sina hakika kama kati yenu wapo huko, na kama wapo mkeshaandika barua ili na mimi niwadilisti kwenye daftari la watumishi kwamba mnaenda kugombea, na rais ajue kwamba huyu kaamua kujitupa kwenye mchezo wa bahati nasibu. Kwa hiyo wale wanaotaka kufanya bahati nasibu, karibuni. Mpankuli, hii mchezo sio mchezo rahisi. Hapana kuiga. Mchezo huu wa siasa ni mgumu, lakini ni lazima tuwe na viongozi, na viongozi wanatokana na sisi wa Tanzania wenyewe. Kwa wale wanaotaka kuingia na watakia kila heri, na kwa wale ambao hawaingii basi mtuchague sisi, na nisimame hapa kumwombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan kama jenerali wetu na kiongozi makini ambaye ameiendesha Tanzania kwa miaka hii minne, na matokeo yake tumeyaona. Uongozi wa mama ni mtamu kama ziwa la mama. Tumeshuhudia, tumeona na tumejilinganisha na sisi wanaume. Hebu tuendelee na uongozi wa mama kwa miaka mingine 5, tuendelee kula maziwa mazuri.